Mtu wa Mungu, Bwana Yesu asifiwe sana na kusalimu kwa jina la Yesu. Mtu wa Mungu, kuna nyakati ambazo Mungu huwa anatupitisha kwenye magumu, kwenye changamoto, kwenye mapito, kwenye mambo ambayo yanaumiza sana, lakini si kwa lengo baya, bali ni kututengeneza na kutufanya tuwe watu ambao Mungu anawahitaji kwa ajili ya kila kazi yake iliyo njema. Ndio maana ili amtumie Musa kwa okoa wana wa Israeli, ilibidi amtoe kwanza kwenye maisha ya kifahari, kwenye jumba la kifalme, ampeleke utumwani, sehemu ambayo Musa ataona hana tumaini tena, atapoteza tumaini akiamini kwamba akirudi tena Misri atakatwa kichwa chake kwa sababu anatafutwa na Farao. Kwa tukisoma katika kitabu cha Kumbukumbu la Torati ile sura ya 8, tutaona Mungu anasema kwamba amri hii ninayokuamuru leo mtaishika kuitenda, mpate kuishi na kuongezeka na kuingia katika nchi ile ambayo Bwana aliwapa baba zenu, nanyi mtaimiliki. Nawe utaikumbuka njia ile yote Bwana Mungu wako aliyokuongoza miaka hii 40 katika jangwa, ili akutweze, kukujaribu kujua yaliyo moyoni mwako, kwamba utashika amri zake au sivyo. Kwa hiyo unaona hapa anazungumzia miaka 40 ambao amewapitisha wana wa Israeli jangwani. Kumbe lengo lake ilikuwa ni kuwatweza hawa watu, kuwanyenyekeza, kuwafanya wawe hambo, kuwafanya wamwamini Mungu, wamtumaini Mungu, kuonyesha zile ishara, miujiza, kuonyesha hizo changamoto, mapito, maumivu, dini. Vyote hivyo vilikuwa na kusudi, kwa sababu kulikuwa na njia ambayo ilikuwa ni rahisi zaidi kupita. Lakini kwa nini walipita njia ambayo ilikuwa inachukua siku 40? Kumbe Mungu alikuwa anakusudi. Kumbe kuna wakati Mungu anaweza akakuchelewesha kwenye mafanikio yako, kwa sababu anakuandaa kabla hujafika kwenye mafanikio, kwa sababu anajua ukifanikiwa kabla hajakuandaa utamsahau Mungu, utahisi kama ni nguvu zako, akili zako na fahamu zako. Ndio maana katika hiyo Kumbukumbu la Torati sura ya 8 hiyo mstari wa 18 anasema, bali utamkumbuka Bwana Mungu wako, maana ndiye akupaye nguvu za kupata utajiri, ili alifanye imara agano lake alilowapa baba zako kama hivi leo. Kumbe sababu ya Mungu kukuandaa, kukutengeneza, kukupitisha kwenye hizo njia ya miaka 40 ni kukutengeneza, kukusaidia wewe ili utakapofanikiwa umkumbuke Bwana Mungu wako. Kwa sababu mara nyingi sana tunaona mafanikio yanafanya watu tujisahau. Kwa tunamsahau Mungu, tunasahau amri zake, tunasahau maagizo yake, tunasahau sheria zake. Tunamsahau Mungu na tunaona kama vile hatumhitaji Mungu, kwa sababu tuna fedha ambazo zinaweza kujibu kila swali. Tukiumwa tunaweza kwenda hospitali yote duniani, kokote kule tunaweza tukaenda kutibiwa. Unaona? Shida ndogo ndogo hizi fedha zinamaliza. Unahitaji gari gani? Unaipata. Kujenga makasiri unajenga. Kufanya vitu vyote vile, kwa sababu fedha ina nguvu ya kujibu maswali yote isipokuwa swali la amani ya kweli, furaha ya kweli, upendo wa kweli, pamoja na uzima wa milele. Hivyo ni vitu ambavyo fedha haiwezi kujibu. Lakini unaweza kununua watu wakupende, lakini huwezi kuwa satisfied, kwa sababu huwezi kupata upendo wa kweli. Huwezi kuwa na amani ya kweli, huwezi kuwa na afya ya kweli. Hiyo vitu ni zawadi ya Mungu pekee. Kwa hiyo sasa, na mimi nakumbuka kuna siku moja nikawa nimechoka kubeba begi yangu ya vifaa vya kazi, yenye laptop, notebook, Biblia na vifaa vingine. Nikawa nimechoka kwa sababu kuwa najaza vitu vingi, afu natembea nao kutwa nzima kwenye mizunguko yangu na kazi zangu nikiwa mgongoni. Kwa mpaka nikawa nawaza, hapa nifanyeje? Hili begi niyo naliacha sehemu. Lakini nikakumbuka hili begi sio zito, hili begi ni jepesi. Na nikakumbuka pia hata shuleni tulipokuwa tunabeba ile mabegi ya madaftari, yale mabegi yalikuwa ni mepesi sana ukija kuanza kulinganisha na uzito wa maisha ya mtaani. Ndio maana kuna watu wanasema, yani sasa kwa nini sije nilikimbia daftari na peni? Kwa kweli maisha huko mtaani ni magumu. Na mimi pia nakumbuka kuna siku moja ni kipindi niko chuo Arusha, nimeenda sehemu moja inaitwa Njiro Atomic kufanya kazi moja ya saidi ya fundi. Nimeenda Njiro Atomic, ilikuwa ni mara yangu ya kwanza kwenda kule, lakini tulikuwa tunafanya kazi ya ujenzi. Ilikuwa ni kazi ya ujenzi wa ghorofa. Kwa hiyo ilikuwa ndo kwanza msingi. Kwa msingi ni kuna block fulani hivi za ghorofa ni nzito, zile block ni nzito kinoma. Nilikuwa naweza kufanya kazi za saidi ya fundi kweli mitaani. Tulikuwa tunajenga nyumba za kawaida. Kwa hata block zilikuwa ni zile block za kawaida. Lakini zile block sikuwahi kukutana na block nzito kama zile. Kwa kweli nilibeba kwa kila style na kwa kila aina. Kubebea hapa tumboni, kubebea hapa kwenye mabega, kubeba kichwani. Na kwambia mabega yangu kwanza yalichubuka.
nikaanza kujihurumia, nikataka niache niishie pale pale, kwamba kazi ambayo nimefanya pale iwe ni bure tu, imeenda. Lakini nikijiangalia mfukoni, sina nauli kuja tu kule kwenda site tu, ni nauli ambayo rafiki yangu amenilipia ili ninapotoka kule site niweze kumlipa baada ya kupokea malipo. Picha inaanza hapo. Nikiangalia ghetto, sina pesa wala sina chakula. Kwa hiyo nikawa sina ujanja, nikasema hapa kama kufa, ngoja nife tu. Nikakomana zile block mwanzo mpaka mwisho, I say. Kuna kipindi pia nikikumbuka hizo block ambazo ziliniumiza, zikanichubua, kwa kweli nilichubuka. Sikuwahi yani kubeba tofali nzito kama zile. Nikumbuka ambapo ziliniumiza vile. Nikiangalia begi yangu, nikiangalia nini, naona ni nyepesi sana, nasema Mungu nashukuru. Kwa hiyo kuna wakati kumbe Mungu anaweza akatupitisha kwenye aina fulani ya maisha au aina fulani ya vitu ili awe anatukumbusha kwamba yeye ndiye ambaye ametupatia huku. Tukumbuke tulikotoka ni wapi, ili tuwe wanyenyekevu, ili tuwe na heshima, ili siku zote tuwe humble, tujishushe na kujinyenyekeza mbele zake, tusiwadharau wengine, tusiwe na kiburi wala tusiwe na majivuno. Ndio maana anasema kwenye hiyo Kumbukumbu la Torati sura 8. Kwa muda wako utaisoma vizuri. Ni nzuri sana kwamba amekupitisha kwenye ile njia ili umkumbuke Bwana Mungu wako. Kwa hiyo lengo la Mungu kukupitisha kwenye hizo njia kabla hajakufanikisha ni ili ukifanikiwa umkumbuke. Usiwe kama wale ambao wakifanikiwa wanamsahau Mungu, wanaona pesa ndio Mungu wao.